Mimi naitwa Mrs. Tabitha Benki, ni mtunza hazina wa idara ya wanawake watumishi wa Kristo. Kibinadamu naweza nikasema hii taarifa tumeipokea kwa mshtuko mkubwa na kwa huzuni kubwa nyingi, kwa sababu ni mama yetu, tulimpenda, tulitamani tuendelee kuwa naye, lakini sisi tumeokoka, tunajipa ujasiri katika neno la Mungu kwamba mama yetu hajafa ila amepumzika na yuko na Bwana mbinguni. Kwa hiyo hilo ndio tumaini kwamba sisi kwetu kufa ni faida na kuishi ni Kristo. Naweza nikasema mama alikuwa ni mama mwema sana, mfano wa kuigwa. Na sisi kama wanawake ameacha deni kwetu kwa utumishi. Alikuwa ni mama anayejitoa kwa nguvu zake zote, kwa akili zake zote kumtumikia Mungu. Na tunaona vitu vingi alivyoviacha, na sisi tunatakiwa kuishi au kufuata nyendo zake, hasa katika utumishi. Mimi naweza nikasema Neema amelala, lakini anaishi katika akili zetu. Matendo yake, upendo wake unaishi hata sasa. Basi naweza nikawatia moyo wale wanawake kwamba tunapoishi tujue kwamba tuwapitaji, na kila muda tunapofanya kazi ya Mungu tujue saa yoyote, muda wote tutaondoka. Kwa hiyo vile alikuwa anajitoa, vile alikuwa anampenda Mungu, sifanye na hata ikibidi zaidi, ili siku moja tukutane mbinguni. Kwa kweli Biblia imesema ya kwamba shukuruni kwa mambo yote, maana haya ndio mapenzi ya Mungu kwenu. Tumelipokea jambo hili la msiba wa mpendwa wetu mchungaji mshiriki wa kanisa la TAG DIC, ambaye pia ni mke wa mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG DIC. Mama huyu amekuwa ni baraka sana katika jimbo letu la Ilala Mashariki, na amekuwa pia kiongozi wa kitaifa wa idara ya wanawake kwa miaka 27, na mpaka anafikia msiba huu siku ambayo Mungu amemuita mbinguni, amekuwa kiongozi wa wanawake wa nchi 17 kama mweka hazina za Afrika za kando kando ya bahari, hizi nchi 17. Mama huyu amekuwa na mchango mkubwa sana katika idara ya wanawake Tanzania, na amekuwa baraka kwa wanawake na kwa kanisa zima kwa ujumla. Na sisi viongozi wa kanisa la TAG, wachungaji, waangalizi, maaskofu, naweza kusema kwamba Tanzania nzima wanamfahamu. Kwa miaka 27, mtu yote ambaye amekuwa katika uongozi kwa miaka 27 anamfahamu mama huyu, na amekuwa baraka katika utendaji wake. Kwa habari ya msiba huu, sisi kama jimbo la Ilala Mashariki tunao utaratibu wa kuendesha, na ni kwamba siku ya kwanza kanisa la mahali pamoja linawajibika kwa ajili ya kuendesha shughuli hii ya msiba hapa nyumbani, lakini utaratibu wetu pia ni kwamba siku ya pili inakuwa ni section yake ambayo alikuwa anatumika. Kwa hiyo section inabeba gharama za kuendesha msiba kwa siku ya pili, na siku ile ya tatu ambayo itakuwa ni Jumatatu kwa upande wetu sisi jimbo, ndio siku ambayo huwa tunahusika kushiriki, kusaidia upande wa jeneza, kusaidia upande wa chakula na gharama nyingine za kuandaa mwili wa marehemu mpaka kufikisha pale kanisani na kupeleka mpaka kaburini. Kwa ujumla huo ndio utaratibu wetu, na niseme tu ya kwamba tunamshukuru Mungu kwa yote, na tunamshukuru Mungu kwa hayo ambayo ametenda, kwa muda ambao ametupa kuishi na neema. Kimwili utasema kwamba ni jambo ambalo kwa kweli ni zito sana, lakini mbele za Mungu yeye ameona kwamba ni vyema iwe hivyo. Kwa hiyo Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Neno langu kwa familia ni kwamba sisi wote ni wageni na wapitaji hapa duniani. Mama ametutangulia kwenda mbinguni, na sisi wetu umefika, tutaondoka. Kinachohitajika kwa familia ni kuendelea kumtegemea Mungu, kuendelea kumtumaini Mungu, kuendelea kujiweka tayari ili siku Mungu atakapowaita wawe tayari. Mama yetu ameondoka vizuri sana,
naweza kusema hivyo. Walikuwa na ibada nzuri asubuhi ile alfajiri, wakatika maombi almost saa nzima. Baada ya hapo ndio wakatoka wafanye shughuli zao za siku. Mara akaonekana kwamba kama anaishiwa na nguvu, hata kuanguka, ndio mume wake akamdaka, na ndio mwisho wa maisha yake. Kwa hiyo ameondoka vizuri, sababu ametoka magotini. Baada ya hapo anataka kuanza shughuli zake za siku, na Mungu akamchukua. Kwa hiyo naomba tu au niase tu familia ya kwamba wajiweke tayari. Ni muhimu waweze kuondoka vizuri kama mama alivyoondoka. Neno langu la faraja kwa kina mama wote wa WMK Tanzania ni kwamba hebu tumwangalie Yesu Kristo na tuige uaminifu na uchapakazi wa huyu mama marehemu. Mimi naitwa mchungaji Rogers Namwenje, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Calvary Church DCRC lililoko Tabata, kanisa la TAG, na nimemfahamu Neema kwa miaka, mtumishi wa Mungu, kiongozi kwenye idara ya wanawake watumishi, lakini pia nimemfahamu kama kiongozi wa gazeti la Jibu la Maisha, na nilipata neema ya kufanya naye kazi kwa pamoja. Lakini pia nimemfahamu kama mtu wa Mungu. Ninachoweza kusema kuhusu maisha ya mtumishi huyu wa Mungu Neema, kwanza alikuwa ni mtumishi wa Mungu kweli kweli. Alikuwa ni mtu mcha Mungu, na alikuwa ni mtu ambaye anapofanya kazi, utumishi wowote akaopewa, iwe ni utumishi wa kulisimamia gazeti, iwe ni utumishi kwenye idara ya wanawake, iwe ni utumishi wa kanisani au mahali popote, anafanya kwa moyo wake wote na anafanya kwa kumcha Mungu. Kwa kweli kwangu alikuwa ni kielelezo kikubwa cha utumishi halisi wa Mungu ulio mzuri. Ninapenda tu kusema kwamba kwa kuwa njia hii ambayo mwenzetu amepita ya kutwaliwa na Bwana ni njia ambayo kila mmoja atapita, ni watie moyo wanawake wote. Mungu awafariji kwa kuondokewa na kiongozi wao, pamoja na kwamba alikuwa ni mstaafu, lakini alikuwa ni kiongozi ambaye bado alikuwa anamtazama kwa ajili ya kupata hekima yake na maelekezo yake, lakini sasa imempendeza Mungu kwamba apumzike. Kwa hiyo ninaomba wajifunze ule moyo wa utumishi aliokuwa nao, ili wao nao wamtumikie Mungu kwa ufanisi kama alivyokuwa Neema. Ratiba yetu hii itakuwa ni endelevu kuanzia leo na kuendelea mpaka kesho. Tutaendelea kuwa na utaratibu kama huu, na kila mara baada ya chakula cha jioni tutakuwa na ibada katika kuendelea kumwadhimisha Mungu kwa ajili ya maisha ya mama yetu mpendwa Neema Ray Seng'enge. Lakini tutakuwa na ratiba hii mpaka siku ya Jumapili, na siku ya Jumatatu tarehe 22 mwezi wa 6 tutakuwa na ibada maalum kabisa ya kusherekea maisha ya mama yetu na mtumishi wa Mungu Neema Salome Seng'enge, ambayo yatafanyika katika kanisa la Dar es Salaam International Church DIC, iko pale maeneo ya Keko. Na kutakuwa na usafiri maalum kabisa kwa watu na ndugu ambao wanatoka mahali hapa kuelekea kanisani, na ruti ambayo au utaratibu utakaokuwa siku hiyo ya Jumatatu, moja kwa moja mwili wa mpendwa wetu utachukuliwa kutoka pale Muhimbili, na mara baada ya kutoka Muhimbili utaenda moja kwa moja hadi kanisani, ambapo patakuwa na ibada maalum ya kusherekea maisha ya mama yetu mpendwa. Na mara baada ya hapo tutakuwa tunaelekea makaburi ya Kinondoni kwa ajili ya kupumzisha mwili wa mama yetu mpendwa. Matangazo mengine, kama wewe una rambirambi na umekuja na rambirambi, tuna namba maalum za kuweza kuwasilisha sadaka yako ya rambirambi katika namba zifuatazo. Kwa hiyo kama una sehemu unaweza kunoti, naomba unoti kwa ajili ya sadaka yako ya rambirambi. Kwa wale wanaotumia lipa namba ya M-Pesa, naomba nitataja namba ya lipa namba, kwa hiyo unaweza ukainoti pembeni, nitahitaji taratibu kabisa. Namba ni 50538800. Inarudia tena, namba ni 50538800.
na jina litakuja Dar es Salaam International Church. Dar es Salaam International Church. Lakini kwa account number, kutaka kutuma lambilambi yako kwa account number, utatuma katika account ya benki yetu ya Equity, na account number ni 3003211800349. Narudia 300-180-0349. Hiyo ni account number. Lakini ukishatuma sadaka yako ya rambirambi, ni vizuri na ni busara kumjulisha mhasibu wetu kwa ajili ya kutunza record. Kwa hiyo namba yake ni kama ifuatavyo: ni 0712 626 726, 0712 626 726. Kwa hiyo na sadaka yako ya rambirambi, basi utatuma kwa mhasibu wetu kama ambavyo nimetoa taarifa hizo, na sadaka yako itafika kwa uzuri kabisa. Lakini ukiwa unahitaji ufafanuzi wa jambo lolote la kimaongozi, basi utawasiliana na mwenyekiti wa kamati ya shughuli nzima ambaye ni mzee kiongozi wa kanisa la DIC, Dar es Salaam International Church, Silas Alex. Namba yake ya simu naomba nikutajie hapa. Kama ukihitaji ufafanuzi yoyote au kuna changamoto yoyote ambayo unatamani kuifikisha kwa kiongozi, basi namba ya simu ni 0787597147, 0787597147. Mungu akubariki sana kwa ajili ya yote ambayo tumeendelea kushiriki pamoja katika kuendelea kumwazimisha Mungu kwa ajili ya maisha ya mpendwa wetu, mama yetu na mtumishi wa Mungu, kwa kile ambacho Mungu alimtuma kukifanya, na sasa tunaona Mungu amemwezesha kufika mwisho wa safari yake. Mungu akubariki sana.